السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu Yadahullah Ta'ala Ibn Abdul Aziz anasema kwamba leo jalsa salana ya Bangladesh itaanza. Mwaka huu mimi sitatoa hutuba siku ya mwisho ya jalsa salana, kwa hiyo wao waliniomba kwamba katika hutuba ya leo mimi nizungumze kuhusu jalsa salana yao. Hazur anasema kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, jumuiya ya Bangladesh pia ni jumuiya yenye imani sana. Bangladesh pia ni nchi ambapo wanajumuiya wa kule walitoa nafsi zao kwa ajili ya dini. Takriban watu 12-13 waliuawa na waliteswa na walisumbuliwa na hata wanasumbuliwa mpaka leo. Lakini wao kwa fadhila za Mwenyezi Mungu wameimarika sana katika imani yao na katika itikadi zao. Mwenyezi Mungu aendelee kuongeza imani yao na yakini yao. Vile vile katika nchi ya Sierra Leone pia kuna jalsa salana yao imeanza leo. Kule pia walipata usumbufu kwa sababu ya hali ya hewa na vile vile walikuwa na shida ya ulinzi. Mwenyezi Mungu aifanye jalsa yao pia iwe yenye baraka sana. Hazuru anasema tunatakiwa tukumbuke kwamba kwa lengo kwalo jalsa salana hizi zinazofanywa, sisi tuweze kuelewa roho ya ile na kisha tuweze kupata hali ile. Hata jalsa inafanywa katika nchi yoyote, iwe Bangladesh au Sierra Leone, katika nchi yoyote ya dunia, tuweze kuelewa roho ile na lengo na roho ya jalsa salana ni nini. Lengo la jalsa salana ni lile lililoelezwa na Sayyidina alayhi salatu wasalam wakati mbalimbali. Nategemea wakati wa ufunguzi wa jalsa salana Bangladesh na kule jumuiya ya Sierra Leone pia watakuwa wameshasikia maandiko haya ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Mwanajumuiya anayeishi duniani kote anatakiwa aendelee kuzingatia lengo hili la jalsa salana
kwa sababu lengo hili si kwa ajili ya siku 3 tu wakati wa jalsa salana, bali kwa ajili ya mwanajumuiya, ni lengo la maisha yake. तमाम जिंदगी का मकसद है. kwa hiyo tunatakiwa tuendelee kuzingatia lengo hili. हमें अपने Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alisema हज़रत वसीम miongoni फरमाया wa malengo ya jalsa salana, lengo moja ni hili का मकसद kwamba uchamungu upatikane. Hazur anasema kwamba uchamungu si kwa muda, bali uchamungu tunatakiwa tuendelee kuwa nao. रखने वाली चीज है. Kisha alisema kwamba kuja kwenu mkutanoni तुम्हारे अंदर ilete haufu ya Mwenyezi Mungu ndani yenu, na jambo hili pia ni lile linalotakiwa liendelee. यानी ऐसा खौफ जो सिर्फ खौफज़दा हो, Na haufu hii si ile haufu ya kuogopa, डरने वाला खौफ नहीं है. bali hii ni haufu ya hii kwamba isije mpendwa wangu akakasirika nami. Kisha kuhudhuria mkutano wa mwaka na mazingira ya kule inatakiwa ilete upole mioyoni mwetu kwa ajili ya kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mazingira yale ya jalsa salana yatuongeze katika udugu upatikane ambao uwe mfano kwa ajili ya dunia nzima, kwa sababu ikiwa mifano hii inapatikana itathibitisha kwamba haya ni mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. आप अलैहिस्सलाम ने Sayyidina alayhi salatu wasalam alikumbusha kuhusu hii pia kwamba wafuasi wake wawe wanyenyekevu, wenye tabia ya unyenyekevu, दिखाने वाले हों, na waondoe kibri na majivuno वो अपने अंदर katika बिल्कुल निकाल nafsi zao. अपनी रूहानी तरक्की के मयार हासिल करके Wao फिर इस्लाम kwa kuwa na sifa hizi waweze kueneza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Ikiwa upinzani unapatikana, upinzani huu hauwezi kutuzuia katika kazi yetu. तो ये हमारे काम खत्म नहीं कर सकते. Sisi kwa hekima tunatakiwa tuendelee kufanya kazi ya mahubiri kila sehemu, na hili ni lengo letu. और यही हमारा मकसद है. Hazur anasema kwamba siku hizi wakati Islam inafedheheshwa kila mahali katika nchi za Waislamu, wenyewe Waislamu wanawaua wenzao Waislamu, मुसलमान के खून का प्यासा है और मुसलमान na vitendo vya Waislamu ni mbali sana na mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Katika hali hii sisi wanajumuiya tutaifahamisha dunia hii kuhusu mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Kwa ajili ya hii tunatakiwa tujenge mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu, ताला से ताल्लुक पैदा कर na tunatakiwa tufanye maombi sana na tuiname mbele ya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya shughuli zetu zote tuombe msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kisha tunalazimika kuonyesha mifano yetu mizuri, na tunatakiwa tuwe na hulka njema ili dunia iweze kushuhudia kwamba ikiwa कि अगर इस्लाम की mtu anataka kuona ibada sawa na mafundisho ya dini tukufu ya Islam, basi muangalie, mshuhudie katika wanajumuiya. Ikiwa mnataka kuangalia mfano wa kutimiza haki za wanadamu, na vile vile mnataka kuangalia au kushuhudia hulka njema, basi mshuhudie katika wanajumuiya. Basi jalsa hii si kwa ajili ya kuwakusanya wanajumuiya siku 3 na kuambia kuhusu mambo ya dini, दीन की बातें बताने के लिए नहीं, na jalsa hii haifai mimi kwa ajili ya hii, kwa ajili ya lengo hili, bali jalsa hii, mkutano huu wa mwaka unafanywa kwa ajili ya hii, kwamba baada ya kuja hapa siku 3 na katika kukaa mazingira ya jalsa salana, sisi tusafishe ukutu wetu, अपने जंग उतारें, दिलों के जंग उतारें. एतकादी लिहाज से बेशक wanajumuiya ambao wanaishi katika nchi hizi bila shaka wameimarika katika nidhamu. Ndio maana wanajumuiya wa Bangladesh walitoa nafsi zao kwa ajili ya jumuiya, lakini Mwenyezi Mungu anatutaka sisi sote, sisi हर एक से ये चाहता है
katika zama hii za kuhuisha dini tukufu ya islam sisi tubadilishe hali zetu za kiroho pia na vitendo vyetu pia. Swala ziswaliwe sawa na amri za Mwenyezi Mungu. Katika swala roho halisi inatakiwa ipatikane. Kuhusu hii hutuba mbili zilizopita nimeshawahi kuzungumzwa kwa refu sana kuhusu kutekeleza haki za wanadamu. Pia mnatakiwa mutimize haki hizi, na kwa ajili hii mutumie uwezo wenu wote. Kama nilivyosema hapo awali katika malengo ya jalsa salana, lengo moja ni hili kwamba uchamungu uimarishwe. Kuhusu uchamungu, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alitoa maelezo haya. Alisema kwamba uchamungu maana yake ni hii kwamba mtu epukane na maovu madogo madogo, lakini kumbukeni kwamba mema si huu mtu aseme mimi ni mwema kwa sababu ya hii kwamba mimi sikunyang'anya mali ya mtu mwingine, mimi sikunyima haki za mwingine, wala sikufanya uwizi, wala sikufanya ujambazi, na mimi sifanyi dhinaa katika maisha yangu. Mema ya aina hii sawa na mtu ambaye ni rafiki wa Mwenyezi Mungu ni chekesho, si mema, kwa sababu ikiwa yeye akifanya maovu haya na akifanya ujambazi na uwizi, basi atapata adhabu yake. Basi si mwema. Mema ambayo ni mema mbele ya mtu ambaye ni rafiki wa Mwenyezi Mungu, bali mema halisi ni ile kwamba mtu atoe huduma kwa ajili ya wanadamu, na yeye katika njia ya Mwenyezi Mungu aonyeshe imani halisi, hata awe tayari kutoa nafsi yake katika njia yake. Ndiyo maana hapa imesema inna allaha ma'al lazina ittaqaw wal lazina hum muhsinun. Yani Mwenyezi Mungu yupo pamoja nao ambao wanaepukana na maovu, na pamoja na hii wanafanya vitendo vizuri pia. Amesema Sayyidina Ahmad alayhi salam, kumbukeni kwamba kuepukana na maovu si sifa mpaka pamoja na hii mtu afanye vitendo vizuri pia. Watapatikana wengi ambao hawakufanya zinaa katika maisha yao, wala hawakumwaga damu, wala hawakuiba, wala hawakufanya ujambazi, lakini licha ya kuwa na hali hii yote, yeye hakufanya vitendo vizuri wala hakuonyesha imani halisi katika njia ya Mwenyezi Mungu, wala hakujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hawakuonyesha mfano ambao ni mfano wa wenye sifa, wala hawakutoa huduma kwa ajili ya wanadamu. Basi atakuwa mjinga yule mtu ambaye kwa kueleza sifa zake hizi ajihisabu kwamba yeye ni mtu mwema, kwa sababu haya ni maovu yote. Kwa sababu ya kuepukana na maovu haya mtu hawezi kuhesabiwa mawali wa Mwenyezi Mungu. Anayefanya wizi, ujambazi na wale wanaokula rushwa, yeye anaadhibiwa katika dunia hii, na watu wa aina hii wanapata adhabu duniani. Yeye haafi mpaka anaadhibiwa na Mwenyezi Mungu. Huzuri anasema kwa njia yoyote yeye anaadhibiwa katika dunia hii. Sayyidina Ahmad Islam anasema kwamba kumbukeni kwamba hii si mwema, wala haiwezi kuhesabiwa kama ni mwema ikiwa mtu anaepukana na tabia hizi mbaya. Amesema Sayyidina Ahmad salatu wasalam, ucha Mungu ni njia nyambamba sana. Mfano wake ni huu, kama chombo kinasafishwa vizuri ili chakula kizuri kiwekwe ndani yake. Ikiwa chombo kinasafishwa vizuri lakini
chakula haiwekwi ndani yake, je kwa sababu ya hii mtu anaweza kushiba? Haiwezekani mtu ashibe kwa sababu ya kusafisha chombo tu. Je chombo kile bila chakula kinaweza kumlisha mtu au kumshibisha mtu? Haiwezekani iwe hivi. Hivyo ndivyo muelewe uchamungu. Uchamungu ni nini? Sayyidina alayhi salatu wasallam amesema kwamba uchamungu ni nini. Anasema kwamba uchamungu ni kusafisha chombo cha nafsi amara. Nafsi amara ni ile ambayo inahimiza juu ya maovu na dhambi, na mtu haoni haya wala haoni aibu akifanya maovu. Kwa hiyo uchamungu ni huu kwamba mtu asafishe kwanza chombo cha nafsi amara, na mema ni kile chakula. Yani wakati chombo kiliposafishwa, alipoanza kuepukana na maovu, mradi wake ni kwamba amesafisha chombo chake. Sasa mutie chakula ndani ya chombo kile, na chakula ni wema ya mwanadamu, na katika wema hii ni haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu pia. Amesema kwamba chakula ni kile wema inayopatikana ndani yake. Mtu anatakiwa ajifanye ajitahidi ili aweze kufanya wema na vitendo vizuri, yani yeye kwa uwezo wake wote afanye juhudi sana ili aweze kutimiza haki za Mwenyezi Mungu, na vile vile aweze kutimiza haki za watumishi wake, viumbe vyake. Amesema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba kwa kufanya hivi yeye apate ukaribu wa Mwenyezi Mungu. Yani yeye atakapoanza kutia wema katika chombo kile, basi katika hali hii ucha Mungu utaimarika, na vile vile atapata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Kisha kwa ajili ya Muislamu haswa ni ibada wa Mwenyezi Mungu. Kuhusu hii kwamba dua ni kitu gani, ibada ni nini, na ibada inaonyesha miujiza gani, na dua inaonyesha miujiza gani, na namna gani tunatakiwa tufanye dua na ibada. Na kwa ajili ya kujua uhakika ya dua tunatakiwa tufuate njia gani. Kisha kwa njia hii namna gani tunaweza kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, na katika kazi hii yote swala inafanya kazi gani. Kuhusu hii Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema dua ni ile tiba ambayo inamfanya kuwa udongo kama ni dawa nzuri. Yani udongo kwa sababu ya dua inakuwa tiba, na dua ni yale maji ambayo yanasafisha uchafu wa ndani ya mtu. Lakini dua ya aina gani inafanya kazi hii? Amesema dua ile ambayo pamoja na dua roho ya mtu pia inapatikana, yani moyo unatoka katika moyo wake, na dua inatiririka sawa na maji, kisha inaenda mbele ya Mwenyezi Mungu, inapelekwa kwa Mwenyezi Mungu. Dua ile inasimama mbele ya Mwenyezi Mungu na inafanya rukuu pia mbele yake, na vile vile inafanya sajda pia mbele ya Mungu. Sawa na hali hii ni swala iliyofundishwa na dini tukufu ya Islam. Yani wakati mtu anafanya dua kwa moyo wake wote, wakati mwingine dua ile inakuwa inasimama, inafanya rukuu, inafanya sijda, inakuwa katika hali mbalimbali, na hali yake ya kidhahiri inapatikana katika swala inayoswaliwa katika Islam. Na kusimama kwa roho maana yake ni hii kwamba yeye inaonyesha juhudi kwa ajili ya kukubali amri yote ya Mwenyezi Mungu. Na rukuu yake ni nini? Yani kuinama wa rukuu maana yake ni hii kwamba kwa kuacha mapenzi yote ya dunia inampeleka mbele ya Mwenyezi Mungu na inamwelekeza mbele ya Mwenyezi Mungu. Yani bila mapenzi ya Mwenyezi Mungu hawezi kuwa na mapenzi mengine. Sajda ya roho ni hii kwamba
kwa kuangukia mbele ya Mwenyezi Mungu inasahau mambo yote ya dunia, na katika hali hii kila kitu kinakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo ni sala inaposaliwa, mtu anakutana na Mwenyezi Mungu, anakuwa karibu naye. Ikiwa mnataka kujua ukweli, uhakika wa swala nini, basi hii ni ukweli na uhakika wa swala. Watu wengi wanasema wamesali swala lakini Mungu hawakupata, wanatakiwa wasali hivi. Na katika sheria ya Islam Mungu ameonyesha picha hii katika swala ya kidhahiri, ili swala ya kidhahiri na swala ya kiroho ifanane, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaweka athari ya roho juu ya mwili na mwili unaacha athari juu ya roho. Wakati mtu anapohuzunika anaanza kutoa machozi, wakati anapofurahi katika hali hii anakuwa na bashasha na tabasamu usoni wake. Hata baadhi wakati mtu anaanza kucheka kwa sababu ya furaha. Hivyo ndivyo mwili unapoudhika, unapopata shida, basi pamoja na hii roho pia inaudhika. Lakini wakati mwili unapopata raha kwa sababu ya hewa nzuri, basi roho pia inapata ladha yake. Basi ibada ya kidhahiri ni hii, kwamba pamoja na hii roho ya mtu pia roho imwelekee Mwenyezi Mungu na roho yaanze kumwenda Mwenyezi Mungu. Kwa sababu rukuu na sajda ya kidhahiri iwe ya aina hii, kwamba mtu apate hali ya kiroho na aanze kumwelekea Mwenyezi Mungu. Yani pamoja na sajda ya kidhahiri afanye sajda ya roho pia, na apate ile hali ambayo anapata katika dhiki na faraja, yani analia na anafurahi pia, anacheka pia. Hivyo ndivyo anatakiwa iwe ibada yake pia. Amesema kwamba afanye hivi ili kwa ajili ya maendeleo mtu analazimika kufanya juhudi. Yani ikiwa anataka kupata maendeleo analazimika kufanya juhudi, na hii pia ni juhudi. Na ni dhahiri kwamba vitu viwili vinapounganishwa, ikiwa tunachukua kitu kimoja katika vitu vile viwili, kitu kingine ambacho kinaungana nayo pia kitapata harakati. Ikiwa sisi tunafanya rukuu na sajda kwa kidhahiri lakini roho haiungani nayo, basi haina faida yake. Ikiwa mtu hafanyi juhudi kwamba roho pia ipate sehemu katika rukuu ya kidhahiri na sajda ya kidhahiri, basi ile ni swala halisi. Na hali hii inapatikana wakati mtu anapokuwa na maarifa, na maarifa yanapatikana kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Na Sayyidina alayhi salatu wasalam alieleza kwamba kila kitu kinapatikana kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwa ajili ya kupata fadhila za Mwenyezi Mungu, sisi tunatakiwa tuiname mbele ya Mwenyezi Mungu na tuombe kwake. Wakati maarifa hii itakapopatikana kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, ndipo swala ya kweli itapatikana na hali ile itapatikana. Na kwa ajili hii mtu anatakiwa aendelee kufanya juhudi na bila kuchoka. Wakati atakapofanya juhudi, basi katika hali atapata lengo la kuumbwa kwake. Uchamungu unakamilika na ibada inakamilika wakati mtu anapotimiza haki za Mwenyezi Mungu, na vile vile anatimiza haki za viumbe vyake wanadamu. Uchamungu utakamilika, ibada pia itakamilika wakati atatimiza haki za wanadamu pia pamoja na haki za Mwenyezi Mungu. Kwa kueleza mada hii, Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kitu halisi ni hii, kwamba wakati wa kutimiza haki za wanadamu hawatimizi. Watu wanaswali swala, wanatoa michango, na baadhi wakati wanatoa nafsi zao pia, lakini baadhi wakati watu wanapata nafasi kwamba wanaona ngumu kutimiza haki za wanadamu.
zuhur amesema kwamba salam alah salam amesema kwamba kitu halisi ni kutimiza haki za wanadamu, na ibtilaa hii inakuwa kila wakati mbele yetu. Kwa hiyo katika hali hii inayopatikana tunatakiwa tuwe waangalifu sana. Amesema mimi nina dini hii kwamba sisi tusiwe wakali sana pamoja na maadui. Baadhi wakati wengine wanasema kwamba sisi tufanye juhudi kwa ajili ya kuangamiza maadui. Kwa kuwa na mawazo haya hawajali kuhusu haki na ile ambayo si haki, na wanamlaumu na wanasema uongo dhidi yake, na vile vile wanawahimiza wengine dhidi yake. Sasa niambieni, kwa sababu ya uadui huu mdogo, huyu mtu amefanya maovu makubwa na mengi sana. Je, sasa maovu haya madogo madogo yanazaa watoto? Yani kwa sababu ya uovu moja uovu mwingine unapatikana. Sasa maovu yatakapozaa watoto, hali itafika wapi? Na waambieni kweli kweli kwamba nyinyi msifanye mtu kuwa mdui wenu, na msiwe na nia ya kumwangamiza. Ikiwa Mwenyezi Mungu yupo pamoja nanyi na nyinyi ni wa Mwenyezi Mungu, katika hali hii Mungu mwenyewe atafanya maadui wenu wawe watumishi wenu. Lakini ikiwa nyinyi mnakuwa mbali na Mwenyezi Mungu na hamjengi urafiki naye, na nyinyi mnaenda kinyume na amri zake, vitendo vyenu ni kinyume na amri zake, katika hali hii nani anaweza kuwa mdui zaidi kuliko Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu anapokuwa mdui katika hali hii, hata kama watu wote wanakuwa rafiki, mtu hawezi kusalimika. Basi ninyi mnatakiwa mufuate mifano ya manabii wote. Mwenendo wenu unatakiwa uwe mwenendo wa manabii wa Mwenyezi Mungu. Mungu anataka iwe hivi kwamba nyinyi msiwe na uadui wa binafsi. Amesema, kumbukeni, mtu anapata heshima wakati yeye hana uadui wa binafsi na mtu mwingine yeyote. Lakini kama mtu anakuwa na uadui kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya dini yake, hali hii inapatikana. Baadhi wakati uadui unapatikana. Yule mtu kwa mfano ambaye haheshimu Mwenyezi Mungu bali ni mdui wa Mwenyezi Mungu, nyinyi pia mjue kwamba yeye ni mdui wenu pia. Uadui maana yake si hii, bila shaka yeye ni mdui, lakini si maana yake hii kwamba nyinyi muanze kumlaumu na muanze kumsumbua bila kuwa na sababu yoyote, au mufanye njama dhidi yake, bali nyinyi mujiepushe naye na mambo yenu mumwachie Mwenyezi Mungu, bali mufanye dua kwa ajili ya kurekebika kwa hali yake. Yani ikiwa inawezekana nyinyi mufanye maombi ili mdui arekebike, nyinyi msianje kupigana naye. Amesema haya ni mambo ambayo yanatakasa nafsi ya mtu. Sayyidina anasema kwamba inasemwa Hazrat Ali karamallahu wajhu alikuwa anapigana na mdui moja, na alikuwa anapigana naye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hatimaye Hazrat Ali alishinda juu yake na akakaa juu ya kifua chake. Yule mtu akatupa mate juu ya Hazrat Ali, na Hazrat Ali akamwacha. Alimwacha kwa sababu ya hii. Alisema kwamba mimi nilikuwa napigana nawe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini sasa kwa sababu umetema mate, kwa hivyo sasa mimi nimepata kama ni uadui wa nafsi yangu. Sasa mimi sitaki kwamba kwa ajili ya nafsi yangu mimi nikuue. Hii inaonyesha Hazrat Ali hakumfanya mdui wake kuwa mdui wa nafsi yake. Anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam, tunatakiwa tuwe na tabia ya aina hii kuhusu maadui wetu. Ikiwa mnamsumbua mtu kwa sababu ya maslahi ya nafsi, basi kitu hiki kinamkasirisha Mwenyezi Mungu.
basi huzur anasema kwa sababu ya uadui wa nafsi mtu hatakiwi amwadhibu na amuudhi mtu mwingine, hata kama kuna mdui wa Mwenyezi Mungu na mdui wa mtume wake. Bila shaka yeye ni mdui, lakini nyinyi mfanye dua kwa ajili yake na mfanye juhudi ya kurekebisha hali yake na mumujibu maswali yake na mashambulio yake kwa njia nzuri. Lakini isitokee hivi kwamba kwa kumuona kwamba yeye ni mtu mbaya basi nyinyi muanze kuwa mdui wake kwa njia ambayo si sahihi. Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuweze kuelewa maana halisi ya ucha Mungu, na kwa kutujalia fadhila zake sisi Mwenyezi Mungu afanye swala zetu ziwe zenye kupata fadhila za Mwenyezi Mungu. Sisi tuweze kuelewa njia nyambamba za kutimiza haki za wanadamu. Kila kitendo chetu kiwe cha dunia cha kidini kiwe kwa ajili ya hii kwamba sisi tutapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu na tutatanguliza ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuweze kufanya hivi na tuwe na hali ya aina hii. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.